Oui. Nous ne combattons pas selon la chair. Hey. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ah bon? Ouais. Léo ni Léo. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui même les raisonnements. Oui. Alors qu'il y a où il t'a changé. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Lorsque notre obéissance sera complète. Ah bon? Mais on demande à ton voisin, est-ce que tu es obéissant? Quoi faire ça tout? Moïse dit, est-ce que tu es obéissant? Bon, toi, tu es dans la main. Donnez-moi Kiswahili. Maana ingawa twaenenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Asema hata kama tunatembea katika mwili, hatufanye vita kwa njia ya mwili. Mzee, wewe unafanya vita kwa njia ya mwili? Au tokee tu asilia nyumbani? Uko tu sawa? Okay. Kwenye kiroho hakuna kina John Cena. Lakini kwenye kiroho tunalo jiwe la pembeni. Sema wewe. Asema hata kama tunaenenda kwa njia ya mwili, hatufanye vita kwa njia ya mwili. Twende mama. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Silaha yetu ina uwezo katika nani? Mungu. Mzee jirani, silaha yako ina uwezo katika nani? Akupatie jibu hii, sio kwamba ni mahitaji yake. Umuulize kwamba silaha yako ina uwezo katika nani? Akwambie, akupe jibu. Jirani yako atakupatia wewe. Kama atakupatia ufanye nini usonipatie? Jirani unipe jibu. Hii sio kwamba hitaji yako ni ipi. Kama ni hitaji ni siri yako ya moyo. Lakini hii rudia mama. Inasema ni maana ingawa tunaenenda katika mwili, sawa, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Sasa maana silaha zetu si za mwili. Silaha zetu za vita vyetu si za mwili. Silaha zetu ya vita vyetu si za mwili. Silaha yetu ya vita vyetu ndo sio za mwili. Kumbe leo matekiona kama sio za mwili, za mtu ambaye asionekana. Ya yule asionekana. Kumbe hatupigane kwa njia ya mwili. Wewe uko na hangaika na mwili wako kwa nje, hangaika nao, lakini yule ambaye aliye ndani yako ana uwezo mkubwa kuliko mwili unaoona. Leo nilikuwa ofisini kwangu. Nilikuwa naandaa mahubiri. Mtu mmoja alikuja, alimkuta msaidizi wangu. Baadaye ndo akaja sasa akanikuta ili achukue visa yake. Alikuwa yuko anaenda Kongo. Nilikuwa naandika tu, namsikia mimi naomba passport yake, namwambia visa yako ya hapa, safari njema. Naona mtu haondoki. Namsikia ananiambia, naomba unibariki. Naomba nikupe hela. Sasa hapana. Mimi naomba unibariki. Nikamwangalia. Ule mzee uliyempokea uko nawe paka hapa. Alikuwa na shati ya mikono mfupi ya draft. Kwa kama kanjano, kama ile hapa sasa kali, lakini ya kwake imekuwa kama vile kanjano fulani. Kama maziwa fulani.
Nikamwambia okay sawa. Mtu mzima nikamwambia, nikafungua mlango wangu kwa mara nyingi sipendaga watu waingie ndani. Kabidi nimfungulie. Wala zungumza na watu kwenye dirisha. Nikafungua pale, akapita, nikamwambia piga magoti. Akapiga magoti, nikamwombea. Nilipomaliza kumwombea, sasa nikamuuliza, kitu gani kilikusukuma nikuombee? Akasema, nimejikuta nimeshinda kuondoka pale, nasikia roho inaniambia uniombee. Nikambariki, akaondoka. Sasa sijue kilichomsukuma. Roho wa Mungu anajua mwenyewe. Na mimi najua Mungu ataenda kukumbuka kwa nini. Kwa hiyo vita vyetu sisi, nitajua huyu ana neema, kwa sababu leo ni siku ya vita. Hata wale ambao walikuwa wanampiga yeye vita watakwenda kukiona. Amen. Amen. Uwa mara nyingi huwa minajificha. Watu wanakuja tu pale, pastor Moma, bishop Moma, nini? Nisina habari. Uwa mara nyingi wanambia sasa pastor ni ule. Na mtaji ule msanii sasa yeye ule pale. Sababu wengine hata walijua watu wanakuja tu na jina. Amen. Amen. Umwite ule binti aje akaa hapa pale kwao. Umwite tu akoja akaa pale kwao. Hapa niliwatoa hawa wawili. Sasa malizia. Bali zinaweza katika, asema ile silaha yetu inamwangalia mimi, ina uwezo katika Mungu. Kuangusha ngome. Kwa kitu cha kwanza, uwezo katika Mungu inaangusha nini? Ngome. Leo tutangusha ngome ya maadui zako. Ngome itaanguka. Twende. Tukiangusha mawazo. Kisha cha pili, mawazo. Wale wote wanaokuwasia mabaya, nasema kwa jina la Yesu, vita vya leo, mawazo yao mabaya yatakwenda kugeuzwa, yatageuzwa. Hata sasa hivi kuna watu wako na kuanza kufanya vibaya. Wajue walikuwa na hangaika bure. Tuko kwenye maombi ya vita vya kiroho sisi. Kwanza hapa kuna mtu mmoja aliyewa na picha yake. Wakati wa maombi mtaona picha yako walipeleka sehemu. Huko hapo tena huko ni hapa katikati. Walimbeba walipeleka sehemu. Sasa hiyo kwa naichezea. Lakini nataka nikwambie hiyo picha itawapotea kwa sekunde. Wakati ndio kila kilichojiinua juu yako. Sasa mimi nabadilisha. Kitu kilichojiinua mwanadamu ni udongo. Amen. Amen. Nataka nikufunulie kitu kilichojiinua mwanadamu ni udongo. Ndio kwa maana anaitwa wewe ni mavumbi, utarudia kwa si ni udongo, si kitu. Yeyote aliyejiinua juu yako, aliyekuwa anajiona yeye ndio mwisho, nataka nimwambie utapambana kwa njia ya amani ya kiroho na atakwenda kupata kushindwa. Sitaipona kitu wazi. Twende. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kinachojiinua juu ya elimu ya nani? Ya Mungu. Ule yote anayejiinua juu ya elimu ya Mungu atashangaa. Ndugu, njoo hapa penye kwao mtoto mmoja kule mwisho. Okay. Mmoja mtoto pale mwisho. Okay. Sawa. Amen. Niko nafanya yote protokoli kila kitu. Niko tu sawa. Kijinuacho. Endelea. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu, sisi ni watoto wa Mungu. Na sisi tunataka ni wa Mungu wadogo. Yule anayejiinua juu ya mawazo yako. Wewe ni Mungu. Kama ujijue wewe ni Mungu. Asema chochote na mimi nataka kinachojiinua juu ya mawazo yako wewe, kile kinachojiinua kitashushwa. Katika vita hivi lazima vishushwe vita vilivyoinuka, watu waliojiinua na wanaotaka kujiinua juu ya mipango yako. Barikiwe ndugu. Mungu akuongezee miaka ya mwisho.
roho. Asema kila kitu kinachojiinua na kila kinachojiinua kwenye mawazo. Unajua hapa wewe unapanga mipango yako. Kuna watu tayari wamekwisha kujua katika ulimwengu. Amen, amen. Wamekwisha kujua. Wale wanaobashiri, Biblia inataja wanaobashiri, wanaosoma nyota. Leo wameinuka hata wachungaji wasipokuwa na akili. Mbingu hawana na motoni wataenda. Sasa akili yao wanafikiria kubashiri ile kwamba wanatafuta vitu ili upate. Sasa ukipata sifa ya chini ya jua, mbinguni utaanza kupata. Si hakuna kitu. Utafute Mungu kwa roho yako. Yesu tunapomwita akitenda anatenda. Yule binti nilisema hapa niliombea, si niliombea tu maji. Hata leo talipa maji nitamisomea ndiko sasa hivi. Leo nilisema maji ni ya kunawa mikono na utanawa na miguu yako. Kila sehemu utakanyanga utakawana. Leta ile mapapia ule msichana. Mimi sitaki ukinipa ushuhuda wako, nataka kama ulikuwa unaumwa ulete ushuhuda. Nione na makaratasi ndio niseme ni kweli. Nisipoona karatasi mimi huwa sikubali, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mbishi wa vitu vya kiroho. Ni mtu pase wanaonyesha weka mguu mbele mguu nyuma. Kwa hiyo vitu vya kiroho mimi ni mbishi. Waze na hii. Hapo ndio papia yenyewe. Ndio karatasi yake alikuwa anafuatia matibabu yake. Unaona? Lakini asema alikuwa mnazi mmoja, anasikia wewe na pima kwa hiari, yani kwa bure. Akaenda pale, huko kumeandikwa ni negative. Sawa? Tulisoma. Hayo. Akapima kule, hakuna kitu. Akasema mimi naenda Mwimbili. Ili Mwimbili mnazi mmoja na enjoy tena. Na hii ya wapi? Okay, Mwimbili na mnazi mmoja. Wameandika nini hapo? HIV negative. HIV test negative. Si hapo. Hatuna budi kutafuta chochote. Walipokuwa wananipatia ile maushuhuda wananiambia ni mbali porini kule. Wananiambia watu wanaomba ni mambo. Wananiambia kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unajiuliza imetokea sasa afa bwana Mungu na kule mbali. Wao wale tukuombea mtu mwenyewe mimi tu. Nikasema Mungu atikujua hata ukichame wapi utaonekana tu. Amen, amen. Hata wewe ambaye bado unangojea muujiza wako utatokea tu. Hata wengine ambao mlioko mahali hapa mnaoumwa ukimwi wala nini, msiwe na mashaka, Mungu ni mponyaji. Mweke tu imani, mdumu katika Bwana, msimame katika kanisa na Mungu atawatembelea. Amen, amen. Leo nilimwambia pale pana karatasi ya watu wawili, mama na mtoto. Si mbili? Iko mbili pale. Na niliwapokea siku ya kwanza usiri kwangu, nisikujua kama wanaomba nikawaombea. Ukienda kwa mchungaji wako, jifanye kama ni rafiki yako. Na umwambie tu kila jambo, baba mimi nakuja. Mimi naumwa. Kama ni tumbo nauma tumbo. Sindiko baba yako. Nauma tumbo imenisumbua kwa muda mrefu. Hata kama ni mambo kama ni period, niko na miezi 6 inanisumbua, nataka kuna mtu niliongea kwenye redio alikaa miezi 6. Eko naona damu tu miezi 6. Nikaomba nikamwambia muweke maji kwenye glasi. Nikaomba, baada ya kumaliza kuomba, alihangaika kupeleka hela huko kwenye hospitali, mwenye alitaja na hospitali alienda. Baada ya hapo aliamka asubuhi. Kwanza alikuwa anaona kama ni mchezo.
Kwa sababu mwili katika ghafla mwenyewe akasema ngoja nisubiri kwanza mpaka asubuhi. Hamjui Mungu wa Samuel Moma. Mungu wao ni Mungu wa watoto yatima. Ikafika asubuhi ndio siku akaniita. Anasema naongea na pastor, alikuwa anahubiri, anasema ndio mie. Sana kushukuru. Nilikuwa na miezi 6 hivi na hivi na hivi, akasema okay. Sasa imekuwa sasa nimepona baba. Nasema okay, Mungu akubariki. Unasali wapi? Akanitajia kanisa. Nikamwambia endelea kwa kanisani kwako, lakini simama katika Bwana. Hata hapa kanisani kwetu wako watu wamepona wengi tu. Mimi ndio baba yenu ninajua. Sasa kama umepona, simama katika Bwana. Jenga imani yako katika Mungu. Walikuwa na matatizo mengine miezi 3, miezi 2, ana mtu anateseka katika ule ukimya, lakini baada ya maombi Mungu amemponya. Anarudia na mshukuru Mungu. Unajua kumwambia mchungaji wako shida yako sio dhambi. Inakuruhusu uweze kupata mlango wa kutokea. Imani yako inaweza kuwa ndogo. Pale Elisha alisema Mungu wa Elia. Wana waza Elisha hakuwa na uwezo wa kujiombea. Shalimwita anaita Mungu wa baba yake. Wa baba yake wa imani. Amen, amen. Aliposhika ile vazi kwa kupiga maji, Shalita Mungu wa Elia. Wanaweza kusema sana. Aliita Mungu wa Elia. Mtu asikudanganye. Ukisema Mungu wa Samuel Moma ni sawa, ni uongo. Ukiona wewe sema ita Mungu wa Samuel Moma, kuna wengi wamepata miujiza kwa kuita tu Mungu wa Samuel Moma. Kwa sababu Biblia inasema muamini Mungu, muamini na manabii wangu. Amen, amen. Nakuja kumwambia adui yako atapambana na wewe, lakini hata kushinda. Maliza. Na tukiteka nyara tutateka nyara. Jaribu kwanza kuteka nyara. Wewe utaiteka vipi? Kwa mikono, kwa miguu au kwa mikono miwili? Anayetaka kuteka nyara nataka nione. Teka nyara. Kama ni kwa kichwa, inateka kichwa chake. Kichwa si ufahamu. Piga makofi na vigelegele. Leo akili yao tutaiteka. Mawazo yao leo tutayateka. Mipango yao yote waliopanga. Hapo kuna watu walipangiwa kifo cha ghafla. Leo kile kifo kinabadilika. Kifo cha ghafla si uko. Twende. Tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kila fikra ipate kumtii nani? Kristo. Watamutii, watake, wasipotaka. Watakapoona mambo yako, wamejaribu hawakuweze, wamejaribu hawakuweze, wamepima hawakuona. Walikuwa kutafuta wanakuona, wakienda wanakuona. Lakini leo tutapoteza wengi katika wengi watapotea, nyuso zao hazitaonekana kwao. Hata sasa ninaposema hapa, wako wanatafuta nyuso zao hawazioni tena. Unajua shetani anapomteka mtu anamuweka na anakuja anamwangalia kwenye kioo kama bado yupo au hayupo. Lakini leo nataka niwaambie, atakuangalia haupo tena. Ameenda wapi hajui. Aanzie wapi hawezi. Sema amen. Sema amen. Atahangaika. Aanzie wapi hawezi. Njoo uweke hapa kwenye begi ya utata. Njoo hapo. Unajua shetani anapomteka mtu anateka ni mawazo. Watu wengi, ngoja, ukitaka utasoma kule nyumbani kwako, utasoma utaikuta ni kwenye Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 hadi 15. Inashapa. Damari au mzee, yeyote kwa tayari
asome Samueli wa kwanza, ndio kampinga anaenda kuisha hivi ili tuingie kwenye maombi. Samueli wa kwanza, mimi namaliza mpaka na mimi mwenyewe. Ule mtoto alikuwa anaonekana aliyetokea kwa Mungu. Twende Samueli wa kwanza, nasema Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, subiri. Sisi sote tupate le message. Sura ya 18. Nous lisons. Jusqu'à 50. Le Philistin regarda. Tulia mama, Mungu akubariki. Mmepata? Mliona Biblia mmepata? Samueli wangapi? Wa kwanza. Sura yake mstari hadi Mungu awabariki. Twende. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Nous sommes plus que vainqueurs. Bon, yape natosha pale watamaliza kwenye marudia yao. Twende kwa Kiswahili aliyepata, twende. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Kumbe Filisti anamtazama, ngoja nikwambie, Mungu yeye anachanganyaga watu. Anamtazama. Cha kwanza akamdharau. Kisha anamuona, anaona yuko je? Kijana tu mwekundu. Mtu mzuri unamdharau. Ukimwangalia tu kwenye uso unasema tu huyu angalikuwa hata ndio mchumba mwenyewe. Wakiume au wakike. Uongo kweli? Niko tu sawa. Ndio. Kwa hiyo yeye anamtazama, anamdharau. Kisha tena anageuza. Leo watabadilisha maneno yao. Walianza na mabaya, kisha wataendelea na Mary anjia. Rudia tena. Daudi akamdharau kwa kuwa ni kijana tu mwekundu. Rudia tena. Hata Mfilisti alipotazama, ule Mfilisti aliyemtazama Damari.
Twende. Hata Mfilisti alipotizama huku na huku, akamwona Daudi. Akaona Daudi. Umwambie jirani yako, wamekwisha kukuona. Umwambie maadui zako, wamekwisha kukuona. Umwambie maadui zako, wamekwisha kukuona. Dada, maadui zako wamekwisha kukuona. Twende. Kwa kuwa ni kijana mwekundu. Asema anamtazama, anamuona kijana mwekundu. Tena ana sura nzuri. Hapo wa uso mzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Anadanganyika. Mfilisti akalaani Daudi kwa miungu yake. Kwa miungu yake. Leo miungu yao ile walikuwa wanadanganyika nayo itaungua kwa moto. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani. Asema anamwambia njoo huku kwangu, nyama yako nitawapatia ndege za angani. Eko nadanganyika. Unajua mtu ule ana nguvu anaongeaka sana. Eko na jiani kwa maneno. Ukiona hata unataka kupambana na mtu anaongea sana, usiogope hata kuogopa, tu huyo utamshika atamtandika. Mtu ambaye anayeongea sana, jua hana hata nguvu yoyote hii. Eko na jiani. Jack, mtu tu anaongea sana, usiogope. Jiamini. Ukiona tu mwenzio anaanza, mimi unachezea, nimeshapiga hata wanaume. Sasa wewe kufanya cheka tu. Unacheka tu. Ataendelea tu mwenyewe. Unacheka. Leo nitakuonesha. Wewe endelea tu kucheka. Ili kwamba umsukume aendelee. Unajua kuna kejeli zingine zinamfanya mtu aendelee. Daudi alikuwa anamwangalia, yeye anaendelea kujiongelea. Endelea Mary. Aongee tu. Ndipo Daudi akamwambia. Sasa Daudi akasema, wewe unanijia mimi na upanga. Asema wewe, asema tulisoma kule juu. Biblia inasema Mungu haokoi kwa nini? Mungu haokoi kwa nini? Wala kwa mkuki. Twende. Na fumo na mkuki. Bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana. Asema ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Niliwaambia kwamba Mungu wetu ni Bwana wa vita. Tutawaendea maadui zetu kwa jina la Yesu Kristo na ushindi tutaupata. Mwambie jirani yako, mimi nitashinda. Mwambie mimi nitashinda. Katika vita vyangu utashinda, mzee utashinda, dada utashinda. Mwambie katika vita vyangu nitashinda. Sema nitashinda. Kile unachokitamka ndicho kitakachotokea. Kushinda utashinda mzee. Siogope utashinda. Hata maisha yenyewe kushinda utashinda tu. Dogo utashinda. Mzee utashinda. Papa utashinda. Hata ule mwanamke alirukaga mavazi yako ishaongoza.